maandalizi ya ibada siku ya Jumapili. Mungu ametupa neema ya kuwa wasimamizi ama waombezi wa ufalme wake. Mungu ametuweka kuwa walinzi. Kwa hiyo siku hii ya Jumamosi nimeonelea ni siku ambayo tutasimama kuomba pia kwa ajili ya nyumba za ibada ambazo Bwana ametupatia kuweza kuabudu huko. Basi Bwana akapate kuonekana katika nyumba zile za ibada. Ninaamini kabisa kuna jambo ambalo Bwana atalifanya kule kwa watumishi wa Mungu siku hii ya leo. Na angalizo tu ni kwamba tunapoomba hatuombei kwa ajili ya wale ambao kabisa yani wapo kwenye kazi ya Mungu kwa lengo la kutapeli, kwa lengo la kufanya business, lakini tuko kwa ajili ya wale ambao tutasimama kuombea wale watumishi wa Mungu wa kweli ambao Bwana amewaita kwa ajili ya kazi yake, amewaita kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu na wanajikana nafsi zao kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ndio hao tutakwenda kuombea. Lakini kuna wale ambao moja kwa moja kabisa tunajua kabisa hapa kuna vitu havijakaa vizuri. Basi tutaomba tu Mungu basi kimpendeza wabadilishi wakae katika mstari, lakini tuna stick zaidi kuombea ibada zile za Jumapili. Yes, makanisa yote duniani ambako kweli ya Mungu inahubiriwa, tunakaa tunaombea huko kwamba Mungu akapate kujidhihirisha. Na kama nilivyosema hapo awali kwamba katika vitu ambavyo Mungu amenipa neema ni kuweza kushawishi watu kwa habari ya maombi na kuwatia moyo kwa habari ya kusimama kwenye eneo lao muhimu kabisa la kuomba. Nikwambia kwamba wewe ambaye umekuwa discouraged nasema sasa mimi kwenye kazi ya Mungu nafanya nini? Mbona nini? Lakini nikwambia kwamba Mungu amekupa nafasi kubwa sana sana ya kutumikia katika ufalme wake kwenye eneo la maombi. Hivyo na habari ukikaa vizuri wewe kwenye maombi, hata mahubiri ya mchungaji ambayo atahubiri Jumapili atasimama kwenye mapenzi ya Mungu ambao Bwana ameyakusudia. Mara nyingi sana nimeona katika vitu ambavyo shetani anajaribu kufanya katika makanisa mengi, na kuna wengine unakuta ni watumishi wa Mungu walianza vizuri, lakini shetani alianza kuwasemesha, alianza kuwaekea sauti zake wakiwa madhabahuni. Shetani anapambana sana ili usipokee kile cha Mungu. Kwa hiyo atakachokifanya ni kuhakikisha huyu mchungaji ambaye anasimama kusema neno la Mungu, shetani anaenda na whisper maneno kwake. Unashangaa mchungaji ameongea kitu ambacho hata yeye hakutarajia, out of his will, bila kujua kumbe kuna namna fulani aliruhusu kusikiza sauti fulani ambazo hazitoki kwa Mungu. Sasa Mungu si ametupa neema ya kuwepo hapa kwa ajili ya maombi, na tujifunze jinsi ya kuomba kwa ajili ya wachungaji wetu, kuomba kwa ajili ya watumishi wa Mungu kweli ambao wanasimama katika kweli. Lakini pia hata wale ambao hawajasimama katika kweli tunahitaji kuwaombea pia, ili na wao Mungu awafunulie macho waone kusudi la mwito wa Mungu jinsi lilivyo. Sasa kabla sijaendelea, natamani tuende mbele za Mungu tukamwambie Bwana akatuhurumie, akatusamee, akatutakase kwa kila dhambi na kila uovu ambao tumefanya. Neno la Mungu linasema kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Kila alitajaye jina la Bwana na auache nini? Auache uovu. Kwa tunahitaji Mungu akapate kutusaidia, akatuwezeshe. Hatuwezi kwa nguvu zetu wala kwa akili zetu, ila yeye mwenyewe atatuwezesha. Akatuwezeshe kutembea katika yale mapenzi ya Mungu ambayo ameyakusudia. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nakuja mbele zako Mungu wangu na Baba yangu nikiomba huruma zako. Ninaomba Bwana achilia huruma zako, utusamee Bwana watoto wako kwa kila dhambi na maovu ambayo tumeyafanya mbele zako Bwana. Achilia huruma zako Jehova Jire, Jehova Shama, Elishadai. Achilia huruma zako Mungu wetu mwenye nguvu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana achilia huruma zako, utuhurumie Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Utuhurumie Mungu wetu mwenye uweza, ukatuhurumie Bwana kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaomba rehema zako Bwana kwa wale ambao nimekosa kwa mawazo yangu, kwa maneno na kwa matendo, na kwa kutimiza sheria na wajibu wangu Bwana. Ninaomba unirehemu Bwana, unisamehe katika jina la Yesu. Unioshe mfalme wa amani Bwana mabwana. Unihurumie Bwana, unioshe kwa damu yako ya thamani. Ninaomba rehema zako Bwana, tuhurumie. Ninaomba rehema zako Bwana,
achilia masamaha yako Bwana. Unirehemu Bwana kwa pale nilipozungumza maneno yasiyomfaa mwenye kuhitaji, pale ambapo Bwana nilikukosea Bwana bila kujua ama kwa kujua. Ninaomba unirehemu Bwana, unisamehe. Unifutie hati zote za mashtaka na mashutumu. Unisamehe pale nilipokuwa mvivu na mzembe wa kufanya kazi yako Bwana, pale nilipolegea. Ninaomba rehema na masamaha. Ninaomba huruma zako Bwana siku ya leo, ikiwa Bwana ni siku ya Jumamosi Bwana, ambapo tunajiandaa kwa ajili ya ibada, siku ile ya Jumapili ya mfalme wa amani. Tunaomba Bwana majeshi, utusamehe kanisa lako, utuondolee kila dhambi ambayo imepanga kutuzuia kupokea yale yaliyo makusudio yako. Bwana Yesu tuhurumie. Bwana Yesu, ninaomba huruma zako Mungu mwenye enzi, Mungu mwenye mamlaka, ninaomba huruma zako kwa jina la Yesu Kristo. Huruma zako Bwana, ninaomba Bwana utuhurumie. Ninaomba Bwana unihurumie mimi mwanao. Unisamehe Bwana kwa dhambi za kila aina, dhambi za tamaa mbaya, dhambi za uzinzi, sherati Bwana, dhambi zile katika ndoto Bwana hata sikuwa nimetarajia, lakini Bwana nikashiriki dhambi yoyote kwa njia ndoto, kwa damu ya Yesu unconsciously. Oh God, ninaomba rehema zako, nisamehe, unioshe, umwoshe na msikilizaji Bwana kwa kila aina ya dhambi ambayo Bwana tumekutenda, umbea, usengenyaji, tamaa mbaya, kutokuamini. Achilia huruma zako Bwana, tusamehe kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba huruma zako Bwana, ukafute hati zote za mashtaka, ukatufutie hati zote za mashtaka na mashutumu Bwana. O Bwana Yesu, katusamehe Bwana. O Bwana Yesu, katurehemu Mungu mwenye enzi, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Turehemu Bwana, tusamehe 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 Bwana. Uturehemu Bwana, ututakase. Uturehemu Bwana, ukatutakase. Baba, achilia huruma zako, achilia huruma zako Bwana, achilia huruma zako Bwana, achilia huruma zako Bwana, achilia huruma zako Mungu mwenye enzi. O Bwana, uturumie Bwana, utusamehe, uturehemu Bwana kwa kila uovu, kila dhambi tuliyofanya, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, yamkini kupitia vyakula, kuna vyakula ambavyo tulikula vikatunajisi Bwana. Ninaomba rehema zako Jehova Shama, ninaomba rehema zako Mungu wa milele, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Bwana, turumie, achilia huruma zako Bwana, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Bwana Yesu, tunaomba achilia huruma zako mfalme wa amani, achilia huruma zako juu yetu mfalme wa majeshi. Uturehemu mfalme wa amani, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Bwana, kwa damu yako Bwana, kwa damu yako Bwana. Utuhurumie Bwana, utusamehe katika jina la Yesu. Inaomba huruma kwa ajili ya kila msikilizaji Bwana, utusamehe kwa damu yako ya thamani iliyomwagika pale msalabani. Bwana Yesu, katuhurumie. Bwana Yesu, katusamehe kwa jina la Yesu Kristo. Achilia huruma zako Jehova Shama, achilia huruma zako Jehova Nise, achilia huruma zako Jehova, achilia huruma zako Mungu mwenye uweza, achilia huruma zako Bwana kwa kila mmoja anayefuatilia maombi haya. Utusamehe Bwana, utusamehe, utusamehe, uturehemu Bwana majeshi. Bwana, uturehemu kwa jina la Yesu Kristo mfalme, uturehemu Baba wa milele, ukaturehemu Jehova, ukaturehemu Mungu wetu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka Bwana, uturehemu Jehova Shama, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nenda mbele za Mungu, omba utakaso kwa ajili ya mazingira uliyopo. Baba, ninaomba rehema kwa ajili ya mazingira haya niliyopo Bwana, katika ardhi hii Bwana ambayo nipo. Ninaomba rehema, utakase Mungu, uioshe Bwana kila kilichopo katika nyumba hii, katika eneo hili Bwana. Damu yako ioshe, takase, iondoe kila mashtaka na mashutumu juu ya nyumba hii Bwana. Ukaachilie huruma zako Bwana, ukaachilie masamaha yako Bwana. Utuhurumie Jehova Jire, Jehova Shama, achilia huruma zako juu yetu Bwana wa mabwana. Uturehemu Baba wa milele, uturehemu Mungu wa milele, katika jina la Yesu.
Uturehemu Mungu wetu mwenye mamlaka, katika jina la Yesu Kristo. Uturehemu Bwana, utusamehe. Ufute kila mashtaka yote na maovu juu ya ardhi Bwana, kwa damu ya Yesu. Juu ya ardhi iliyopo msikilizaji na ufuatilia maombi haya, kwa nia dhati kabisa Bwana kukutafuta wewe. Ninaomba Bwana huruma zako na neema yako Bwana, katakase ardhi iliyopo katika jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu, na kabidhi kipindi hiki mkononi mwako. Ninaomba Bwana, ikiwa leo ni Jumamosi, Bwana Yesu ukapate kuonekana na nguvu zako. Ukatusaidie Bwana kusimama na kuomba na kufanya maandalizi ya ibada kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Bwana, umetupa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka na kila kazi adui na kila mipango shetani. Hakuna kitakachofanikiwa kinyume chako, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. In the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti yule hai. Asante Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Na karibu sana katika program hii maalum kabisa kwa ajili ya kuombea ibada za Jumapili. Nimshukuru Mungu sana kwa neema yake ambayo amenipa kwa ajili ya kila ambacho tunaendelea kufanya. Lakini pia nakushukuru wewe ambaye unafuatilia maombi haya na unajifunza na unafanyia kazi yale ambayo unajifunza. Mungu akubariki sana 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 sana. Na leo tunakwenda kujifunza mambo kadhaa hivi, alafu tunakwenda kuyafanyia kazi. Kama nilivyosema ya kwamba Mungu ametupa neema. Hii ni neema. Mungu ametuamini, ametuita tufanye kazi naye katika ufalme wake. Biblia inasema kwamba tafuteni kwanza ufalme na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Unaposimama na maombi kuliombea kanisa la Mungu, kuombea watu wa Mungu, uwe na uhakika ya kwamba wewe moja kwa moja umeingizwa katika kategori ya wafanyakazi kule mbinguni. Biblia inasema kwamba mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Na tunaposema kufanya kazi, hatuzungumzii tu kazi mbalimbali ambazo zinafanyika kwenye nyumba za Mungu. Tunazungumzia kategori pia ya maombi. Unaposimama kuombea kazi ya Mungu, unaposimama kuombea watumishi wa Mungu, uwe na uhakika ya kwamba moja kwa moja Mungu amekuingiza kwenye listi ya waajiriwa wa pale mbinguni. Mara nyingi nimekuwa nikielezea jinsi ambavyo balozi anajaliwa na nchi ile aliyotoka. Sisi ni watu wa mbinguni na tumeletwa duniani. Sisi tunawakilisha ubalozi wetu wa mbinguni, ambaye katika ubalozi wa mbinguni tunahakikisha tunasimama na ufalme wa Mungu. Kuwa balozi wa Mungu ni muhimu sana. Na unapokuwa balozi wa Mungu, ni kuhakikishia tu, nilisema hivi, ukijitoa vizuri kwenye kazi ya Mungu hautolala njaa. Sawa, saa nyingine unaweza kukutana na changamoto ambazo Mungu mwenyewe anaziruhusu, lakini kiukweli Mungu atashughulika na mahitaji yako kama wewe mwenyewe umeamua kujitoa fully kwenye kazi yake. Sasa kuna watu wanapenda sana vitu vya Mungu, wanataka tu Mungu awape, lakini wenyewe hawana chochote cha kufanya katika ufalme wa Mungu. Biblia inasema asiyefanya kazi na asile. Kila mtendakazi anapaswa kupewa ujira wake. Sasa wewe ni ujira gani unatakiwa upewe ikiwa hauna shirika kwenye ufalme wa Mungu? Nipo hapa leo niweze kukushawishi uweze kujitoa kufanya kazi ya Mungu. Na kazi hii ya Mungu sio tu ya kujionyesha ukaenda sehemu ukaambia bwana mimi niko hapa nimekuja kuombea kanisa na nini ili uonekane. Hapana. Hii ni mahusiano yako between wewe na Mungu. Unamwambia Mungu, mimi siku ya Jumamosi, siku ya Jumapili, mimi sitakula chakula, ninaombea ibada. Kule mbinguni anasema wow, I say tuko na mfanyakazi mzuri huyu. Na kimsingi hata vyeo, unajua katika ulimwengu wa roho kuna ranks, kuna vyeo, kuna nafasi, yani hatufanani, hatulingani kulingana na utendaji kazi wetu. Sasa wewe mwanamke ambaye unasikiliza program hii, nikwambie tu ya kwamba Mungu amekuchagua ufanye naye kazi katika ufalme wake. Mungu amekuchagua uhakikishe unasimama na kuombea ufalme wa Mungu. Mungu amekuchagua ili uhakikishe ufalme wake ina agenda za mbinguni ndio zina penetrate. Shetani anachopambana sasa hivi, anapambana kwamba watumishi wa Mungu wanaposimama juu madhabahuni kuhubiri, anawaletea vitu vyake.
anawaletea ajenda zake. Mtumishi anashindwa kusema ajenda ya Mungu, anasikia ajenda nyingine ya shetani. Sasa huyu mtumishi wa Mungu akifeli, mwanamke wewe ndio umemsababishia kufeli. Kwa nini? Kwa sababu wewe unao nafasi ya kumwombea, unao nafasi ya kuomba, unao nafasi ya kuharibu kila mipango ya giza ambayo imepangwa kinyume. Sasa leo nilikuwa natamani tujifunze kitu hapa. Na nimesema sisi ni watenda kazi. Usikae tu kukaa kuombewa. Kuna vitu vingine ukiinuka ukaombea ufalme wa Mungu, Mungu atafanya ya kwako. Mungu atakutendea. Ndio maana niko hapa nikushawishi kwamba leo siku ya Jumamosi, kama ulikuwa hujaanza kuomba kwa ajili ya mchungaji wako, kwa ajili ya kanisa lako, na hujaanza kuwa part and parcel wa hiyo ibada, maandalizi ya ibada yanaanza the whole week. Maandalizi ya ibada hayaanzi tu Jumapili ama Jumamosi. Maandalizi ya ibada ni siku nzima. In fact, ibada ni wiki nzima. Lazima utembee katika utakatifu, lazima utembee katika mtembeo wa Mungu. Sasa leo tutakwenda kujifunza kitu hapa na tutaenda kuomba. Mungu ametupa nafasi. Laiti ungejua nafasi ulionayo, ungeitumia vizuri sana. Ungeitumia vizuri sana hiyo nafasi ambayo Bwana amekupatia. Nitakwenda kusoma kitabu kile cha Samueli wa pili. Yes, Samueli wa pili, mlango ule wa 24. Samueli wa pili na mlango ule wa 24. Samueli wa pili na mlango wa 24. Okay, nitasoma kwanza ile mstari wa kwanza. Nasema, tena hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli. Akamtia Daudi nia juu yao, akisema, nenda ukawahesabu Israeli na Yuda. Tena hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli. Tusoma mstari wa pili pale, anasema, basi mfalme akamwambia Yoabu jemadari wa jeshi la askari waliokuwa pamoja naye, zunguka sasa katikati ya kabila zote za Israeli tangu Dani mpaka Beersheba, mkawahesabu watu, nipate kujua jumla ya hawa watu. Na Yoabu akamwambia mfalme, Bwana Mungu wako na awaongeze watu, hesabu yao ikiwa yoyote 100, tena macho ya bwana wangu mfalme na yawaone. Ila kwa nini neno hili limempendeza bwana wangu mfalme? Lakini neno la mfalme likawa na nguvu juu ya Yoabu na juu ya majemadari wa jeshi. Basi Yoabu akatoka na majemadari wa jeshi machoni pa mfalme kwenda kuwahesabu watu wa Israeli. Wakavuka Yordani, wakapiga kambi huko Aroeri, upande wa 10 wa mji ulioko kati ya bonde la Gadi na mpaka ya Zeri. Kisha wakaja Gileadi na nchi ya Wahiti huko Kadesh. Kisha wakaja Dani, na kutoka Dani wakazunguka mpaka Sidoni. Turuke tena tuingie katika ule mstari wa 10 hapa. Anasema, ndipo moyo wake Daudi ukamchoma baada ya kuhesabu hao watu. Naye Daudi akamwambia Bwana, nimekosa sana kwa haya niliyoyafanya, lakini sasa Bwana nakusihi uondolee mbali uovu wa mtumishi wako, kwani nimefanya upumbavu kabisa. Na Daudi alipoondoka asubuhi, neno la Bwana likamjia nabii Gadi mwonaji wake Daudi kusema, nenda ukanene na Daudi, Bwana asema hivi, na kuwekea mambo 3, katika haya uchague moja ni kutende hilo. Sasa naomba tuishie hapo. Unaweza kaendelea tu kwa muda wako hapo mbele, lakini nataka niseme tu kwamba Daudi alifanya kitu ambacho hakuagizwa na Mungu. Alisikia sauti kiwhisper afanye kitu, lakini haikuwa mapenzi ya Mungu. Haikuwa makusudi ya Mungu. Sasa watumishi wa Mungu leo ambao Bwana ametupatia, shetani anawatafuta sana. Nasi tunahitaji kusimama dhabiti kabisa kuwaombea hawa watumishi wa Mungu. Tunahitaji kuomba ili wasisikize sauti ambazo hazitoki kwa Bwana. Wanatakiwa msikilize Mungu na wahakikishe kwa Mungu, na sisi ndio tunayo nafasi ya kuomba kwa ajili ya kuombea ufalme wa Mungu. Mungu ametuambia sisi ni walinzi, kuhakikisha hakuna agenda ya adui ina penetrate kwenye madhabahu ya Mungu siku ya Jumapili. Hiyo ni nafasi yako mwanamke. Nakwambia ukijua vizuri na ukakaa kwenye nafasi yako, utaifurahisha mbingu, na mbingu lazima itakureward kwa kazi unayofanya, kwa sababu unajua nafasi uliyopewa.
Wanawake nikwambie, every time wanasema tumepewa majukumu makubwa sana na Mungu atatuuliza ikiwa haufanyi haya majukumu. Je, Mungu amekupanda wapi? Amekuweka wapi ambapo unatakiwa usimame na yule mtumishi ambaye na amesimama pale kwenye madhabahu, usimame kumwombea. Ni kweli mtumishi wa Mungu anatakiwa ajiandae afanye hichi na kile, lakini pale anapoenda kuhubiri, kama haujaomba kuzuia ajenda za shetani, unaweza kashangaa shetani amemsikizisha sauti ambayo sio mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo tafadhali tunatakiwa kuomba. Jumamosi ya leo anza kujifunza. Kama ulikuwa hujajifunza kuanza kuomba kwa ajili ya mchungaji wako, kama ulikuwa hujaanza kujifunza kumwombea, anza kuomba. Kuna vitu vingi sana ambavyo vimeharibika kwenye makanisa yetu, ni kwa sababu wanawake hatujasimama katika nafasi yetu ya ulinzi. Kuingia katika ulimwengu wa roho, unasema Bwana amenipa nafasi ya ulinzi, na mimi ninasimama katika nafasi yangu. Ninaomba Bwana, usiruhusu ajenda za shetani kwenye madhabahu hii, usiruhusu sauti za shetani zimsikizishe mtumishi wako. Tunaomba Bwana, ile ajenda tu ya mbinguni ambayo umeikusudia ndio mtumishi wako atembee nayo. Tunaona hapa Daudi, huyu alikuwa ni mtumishi wa Mungu na alikuwa anafanya sana vitu vingi. Anamuuliza Bwana, lakini katika hili hajamuuliza Bwana, na amesikia sauti, amesikia maelekezo ambayo yanamuondoa kwenye kusudi, na akawa amefanya kosa mbele za Mungu. Sasa tunaona nafasi kubwa sana kuombea watu wanaotuongoza. Huyu Daudi alikuwa ni kiongozi, anaongoza wana Israeli, na alifanya kosa. Sasa sisi ambao Bwana ametupa nafasi ya kuomba na kuwa walinzi, tuhakikishe tunaomba kwa ajili ya wale wanaotuongoza, kuombea wale ambao wanatuongoza katika makanisa yetu, kuombea Jumapili, ibada ya Jumapili usimame kuiombea wiki nzima. Usimame kuiombea wiki nzima. Isiwe tu kwamba wewe unaenda tu Jumapili kanisani kusikiliza. Mwambie Bwana, ninaomba useme nami kupitia mtumishi wako. Ninaomba yale ambayo umeyakusudia akayaseme ndio ayaseme. Yale ambayo sio yake Bwana asiyaseme. Na kuna namna ambavyo unaweza ukaomba na ukaona vitu vinatokea. Wakati fulani nilikuwa mahali fulani na Mungu alinipa hii neema ya kuwa ninaomba wakati mchungaji ama mtumishi amesimama kwenye madhabahu. Sasa siku ile alikuja mgeni, na wakati amekuja yule mgeni hatumfahamu vizuri, kwa hiyo kidogo hautaki kujiachia kwamba siku akihubiri mchungaji ndio usiombe, labda akija mgeni una wasiwasi. Hapana, unatakiwa kuomba muda wote. Mungu akikupa neema ya Jumapili, ule muda wa neno, Mungu akupe neema, unaomba huku unasikiliza neno. Unaomba huku unalisikiliza neno, unaomba kudhibiti kila roho. Shetani hapo ndio anatafuta mpenyo. Ndipo anapotafutia mpenyo. Sasa wakati nikiwa ninaomba kwa ajili ya mtumishi ambaye alikuwa ni mgeni, ninaomba kwamba Bwana, ninaomba asiende kinyume. Nilikuwa naona kama kuna vitu havijakaa sawa, nikashtuka ghafla hapo ninahitaji kuomba. Wakati naomba ninaona yule mtumishi sasa anarudi kwenye line ile ambayo ilikuwa ni ya Mungu. Shetani alitaka amtoe. Ni maombi yako wewe ndio atatenda mambo katika hizi nyumba za ibada. Leo hii unajua nafika point huoni chochote, huoni kama kuna uwepo wa Mungu. Kumbe ulitakiwa wewe ndio responsible kuuita uwepo wa Mungu siku ya Jumamosi, siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Hizo ni siku ambazo unamwambia Bwana, ninaomba uwepo wako dhihirike Bwana. Tunakataa, tumechoka kukua katika mazoea. Ni maombi yako mpendwa ndio atakao kufanya uwe balozi wa Mungu ambaye anasimama kwenye nafasi ambayo Mungu amemkusudia. Maombi yako ni muhimu sana ili mtumishi asimame kwenye kusudi la Bwana. Kuna kitu kimoja niliwahi kusikia tu ndani ya moyo wangu kwamba shetani anachokifanya katika these end times, hizi siku za mwisho, anafanya kitu kimoja kinaitwa, naweza nikasema kama kwa Kiswahili tunasema kama ni ana supply, hilo naona ni Kiingereza, anasambaza. Yes, anasambaza mashehena kwa mashehena ya vyakula vya kiroho kwenye madhabahu za Mungu. Akipata nafasi ya kuingiza hiyo shehena, utashangaa mtumishi hata kama alikuwa yuko vizuri anaanza kufundisha vitu ambavyo sio sawa na mapenzi ya Mungu.
na pengine vile vitu katika macho ya damu na nyama unaweza kuona havina madhara, lakini vina madhara. Kwa hiyo anatengeneza mashehena kama shehena ya junk food from hell, vyakula vya kuzimu ambao vimetumwa kuharibu afya za watoto wa Mungu kiroho. Anavisambaza kwenye makanisa. Wakati Mungu ananionyesha jambo hili, akanielekeza kuwa ninaomba kwa ajili ya chakula cha kweli kutoka mbinguni katika madhabahu ambao ninahudumiwa, kwamba kile chakula kinachotoka mbinguni ndicho ambacho Bwana atuhudumie nacho. Shetani anatafuta loopholes, anatafuta mlango wa kuingiza na yeye vyakula vyake venye sumu. Anaingiza, vinaonekana kama ni vyakula vya kiroho, na mtumishi wa Mungu anaporuhusu hiyo shehena ya vyakula kutoka kuzimu, wale watumishi ambao amini anawalisha, wale washirika anawalisha, wanakuwa na afya iliyodorora, na kimsingi hicho chakula kimekuja kwa ajili ya destruction. Sasa wakati Mungu alionyesha jambo hilo, nikaanza kuomba. Naanza kuomba kwamba Bwana, ninaomba usaidie Mungu watoto wako, shetani asituingizie junk food kutoka kuzimu. Asituletee chakula ambacho kimewekwa sumu. Asituletee chakula ambacho kitatuondoa kwenye mapenzi yako. Asituletee chakula ambacho kitakutua katika ulimwengu wa roho. Unaharibu ile shehena na unahakikisha unaziba ya milango yote ya shetani kuleta mafundisho haya kwa watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu tunatakiwa tuombe sana. Hii sio wakati wa kuanza kucomplain. Kuna wakati fulani unaweza kashangaa, mtumishi wa Mungu amesema nini hichi? Imekuwaje? Kumbe wewe ndo ukuomba vizuri, kukaa kwenye nafasi yako ya kuomba, mpaka mtumishi amejaribiwa, yuko madhabahuni na amesema kitu ambacho kimemuondoa katika mlengo. Sasa sisi ndo tunayo nafasi hiyo ya kuomba na kumwambia Bwana, tunakuomba mfalme wa amani, usiruhusu shetani atuingizie chakula chake cha giza. Tunaharibu hiyo shehena yake, ikiwa ni vyakula ambavyo tayari alishaviweka, aliviandaa kwa ajili ya watoto wako ili wapate madhara. Ninaharibu hiyo shehena ya vyakula vya kishetani, ninaharibu hiyo shehena ya vyakula vya kuzimu, ninaiteketeza kwa jina la Yesu. Ukijaribu ile shehena chakula cha kuzimu, sasa unaanza kumwambia Bwana, ninaomba utushushie mana kutoka mbinguni. Utushushie shehena ya vyakula Bwana inayotoka mbinguni Bwana, itakaotuwezesha kuwa na virutubisho vya kutosha, kuwa ni watu ambao tuna afya katika ulimwengu wa roho, tuna nguvu katika ulimwengu wa roho. Leo watu wengi wanakosa nguvu ya kushinda dhambi, wanakosa nguvu ya kusonga mbele kiroho, wanakosa nguvu ya kumtumikia Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya aina ya vyakula wanavyovipokea. Na hili sio kosa la mchungaji, hili sio kosa la mhubiri anahubiri, hili ni kosa la huyu mlinzi ambaye Mungu amemweka kuhakikisha kwamba hakujaingizwa kitu ambacho sio cha Mungu. Yaani unajua, unapokuja kwenye swala la ulinzi, unajua ninasikia msisimko mkubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu huyu mlinzi asipokaa vizuri, huyu ndio tutaingizwa vitu ambavyo Mungu hataki. Huyu mlinzi ambaye ni mwanamke asipokaa vizuri, huyu ndio tutaletewa vyakula ambavyo vime expire kutoka kuzimu kwenye madhabahu ya Mungu. Tunahitaji sana kusimama katika nafasi ambayo Mungu ametuitia. Na light ungejua nafasi Mungu alikuitia, ungeifanyia kazi zaidi. Na mara nyingine nimesema hivi, kuna vitu ambavyo unaweza kufanya underground, unaweza kufanya chini ya carpet, unaweza kufanya chini kwa chini, lakini vina matokeo ambayo yanajionyesha. Leo hii watumishi wamekuwa wanatufundisha, unakuta watumishi ni mtumishi wa Mungu kabisa, lakini anakuja anawaambia washirika wake kwamba nyie acheni ushamba. Mambo ya kuingia kanisani umejifunga kitambaa wakati wa maombi, huu ni ushamba. Hivi vitu vya zamani, watu wa zamani ndio walikuwa wanaamini hivi, lakini sisi watu wa leo tunaweza tukaenda mbele za Mungu vyovyote tunavyotaka. Huyu mtumishi wa Mungu tayari ametoka nje ya mstari. Neno la Mungu halibadiliki hata siku moja. Biblia inatuambia kama mwanamke asalipo na afunike kichwa. Bwana hajawahi kubadilisha. Biblia, hamna Biblia zamani na Biblia mpya ya kisasa, ipo Biblia moja tu. Leo hii watumishi wanaenda kinyume. Kwa nini? Kwa sababu walinzi tumeruhusu ya mambo yatokee. Bwana ametupa nafasi ya kuwa walinzi. Tunatakiwa tuingie kwenye maombi na kumwambia Bwana, ninakuomba Bwana, siku ya leo ambao umenipa nafasi ya kwenda ibadani, chochote ambacho sio cha kwako, chochote ambacho hakitoki kwenye madhabahu yako, sikiruhusu kuingia kwa jina la Yesu. Maana nimepewa mamlaka, hii mamlaka nimepewa ya kuzuia vyote vibaya. Umenipa mamlaka ya ulinzi. Bwana nisaidie, na ninaomba kanisa lako Bwana ulilinde. Mimi nakuhakikishia kuna vitu vitatokea vikubwa
Tukijua tu nafasi yetu, unajua, tukijua nafasi yetu hatutoishia, hatutobaki tu kwenye kukaa unakulalamika na kucomplain. Mbona maisha yangu hayaendi? Mbona vitu vyangu haviendi? Je, umefanya nini kwenye ufalme wa Mungu? Kuna namna yote ambayo umejitoa kwa Mungu kiasi kwamba hata Mungu akikuangalia nasema, oh, I say, huyu anafanya kazi, anastahili malipo. Biblia inatuambia kwamba watenda kazi wanapashwa malipo. Unapofanya kazi ya Mungu, unaposimama na kuombea ufalme wa Mungu, uwe na uhakika Bwana atakulipa. Usifanye ili ulipwe, lakini I'm sure 100% Mungu atakulipa kwa kazi ambayo unaifanya kwenye ufalme wake. Ndaka leo Bwana kufungue macho, uone jinsi ya gani wewe una umuhimu. Matokeo ya hapo kanisani kwako, matokeo ya hiyo kanisa yako unaabudu, yanatokana na jinsi ambavyo wewe mwenyewe umejicommit mbele za Bwana. Umeomba mbele za Bwana, umelinda madhabahu kwa maombi. Mwambie Bwana, ninaomba madhabahu yako ilindwe, mtumishi wako Bwana alindwe. Shetani asimletee mawazo yake pale akiwa madhabahuni akafanya vitu ambavyo sio vya kwako. Ninaharibu kila mipango ya giza inayopangwa kwa jina la Yesu. My God, laiti tungejua nafasi tulizopewa, mambo mengi mabaya yasingetokea katika makanisa tuliopo, yasingefanywa na watumishi wa Mungu, kwa sababu Mungu ametupa mamlaka sisi ya kuomba. Mungu ametupa mamlaka ya kuomba. Amesema, wanawake ombolezeni. Nyinyi wanawake ndio mnaweza mkaomboleza. Ombolezeni wanawake, tuomboleze kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya kazi ya Bwana. Leo hii nilikuwa namsikiza tu mtumishi, ni jana tuna nikajisikia tu vibaya sana kwamba mtumishi imefika point anasema kilichosemwa na Mungu ni cha watu wa kale, sio cha watu wa sasa. Tuna nafasi ya kuingia kwenye maombi na kumwambia Bwana atusaidie kusimama kwenye nafasi zetu, atusaidie kusimama vyema na kazi yake. Tusimruhusu shetani aingie katika kanisa la Bwana akaharibu kazi ya Mungu. Wakati walinzi tupo, haiwezekani shetani akaingiza ajenda zake na sisi walinzi tupo. Bwana tusaidie tusilale, walinzi ambao umetuweka, mfalme wa amani. Tusaidie Bwana tusilale, Jehova Shama. Tusaidie Bwana ambao umetuita kwa walinzi, Jehova Jire. Jehova Shama umetuita kwa walinzi wa kuta za Yerusalemu. Hatutonyamaza kimya, hatutolala Bwana. Bwana tunaombea kanisa lako. Ninaomba Bwana ukatusaidie, Jehova Jire, Jehova Shama. Kuna mambo mengine mabaya yanatokea kwa sababu ya kuomba, hatukuomba Bwana. Nami ninaomba Bwana right now, ninaomba Mungu wa milele unirehemu, unisamehe, unitakase. Pale ambapo kuna mambo mabaya yalitokea, lakini kumbe sikuomba, lakini kumbe ningeomba yale mabaya singeweza kutokea. Ninaomba rehema Bwana, unisamehe pale nilipolegea Bwana, pale nilipolala, pale ambapo nilipashwa niwe macho na nililala na adui akapata nafasi ya kuingiza vitu vya kwake. Ninaomba rehema Bwana, nirehemu Bwana, nisamehe mfalme wa amani kwa jina la Yesu. Ninaomba rehema zako Jehova Jire, Jehova Shama. Nihurumie Bwana, lihurumie kanisa lako. Tuhurumie watoto wako Bwana ambao umetuweka kwenye nafasi ya ulinzi. Umetuamini Bwana, umetuamini mfalme. Umetuamini, umetupa nafasi ya ulinzi. Haujatupa nafasi tu ya ulinzi bure. Umetuhakikishia silaha zote. Umetuhakikishia mamlaka Bwana. Lakini Bwana tujasimama kwenye nafasi uliyotuweka. Umetuweka Bwana kwa walinzi, kwa mabalozi wako, wakihakikisha ajenda za mbinguni zinatimia. Ajenda alizokusudia Bwana zinatimia. Ajenda za mbinguni zinatimia na za kuzimu zinaharibika katika jina la Yesu. Baba, ninaomba unirehemu Bwana. Nioshe Bwana kwa damu yako. Mwambie Bwana kurehemu, akusamehe, akuoshe kwa damu yake ya thamani, akutakase kwa damu yake, akuhurumie kwa damu ya mwana kondoo, akuhurumie kwa damu ya Yesu, akuhurumie kwa jina la Yesu. Bwana tuhurumie watoto wako. Yumkini kuna mambo mabaya yametokea, ni kwa sababu hatujajua nafasi tuliyopewa, ni kwa sababu hatujasimama kwenye ulinzi, ni kwa sababu tumekuwa tumelala badala ya kuwa macho. Bwana walinzi tuko hapa. Bwana mimi mlinzi niko hapa. Nijaze na nguvu zako, nijaze na mamlaka yako Bwana. Nitie nguvu katika macho yangu Bwana. Utie macho yangu, kope zangu nguvu, ili Bwana nisisinzie kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo Jehova Shama.
Mwambie Bwana akutie nguvu, akutie nguvu, akutie nguvu. Akutie nguvu ya kuwa macho, akutie nguvu. Ukiwa mlinzi lazima uwe na uwezo wa kuona, lazima uwe na uwezo wa kuona mbali, ili adui anapokuja unamdictate huko alipo. Bwana ninaomba neema, Bwana ninaomba neema, mfalme wa amani, unifungulie macho ya rohoni Bwana, umfungulie msikilizaji wa maombi haya Bwana macho ya rohoni, kama vile ambavyo umetuita kwa walinzi Bwana, umetuita kwa walinzi Bwana majeshi. Macho yetu ya rohoni yafunguliwe ili tumuone adui kabla hajakaribia. Mungu tufungulie macho rohoni. Bwana Yesu tufungulie macho rohoni. Mungu wa milele tufungulie macho rohoni. Kila ukungu uliowekwa kwenye macho rohoni, ninaamuru ondoka kwa damu ya Yesu. Ninaondoa kila ukungu kwenye macho yangu yanayozuia nisione yale ambayo Bwana amekusudia nione. Ninaondoa ukungu right now in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Kila ukungu ulioko kwenye macho yangu ondoka right now. Unaondoka ukungu ulioko kwenye macho yako, unaokuzuia usione mbali, unaokuzuia usione maadui. Ukungu unaondoka, ukungu unaondoka, ukungu unaondoka now in the name of Jesus. Hallelujah. Ukungu Bwana na unaondoka ukungu kwenye macho yako. Mwanamke ambaye uko tayari kusimama kwenye nafasi ya ulinzi, kuliombea kanisa la Bwana, kuombea watumishi wa Bwana, Bwana anaondoa ukungu. Ukungu unaondoka kwenye macho yako. And from today Bwana anaachilia nguvu ya kuona mbali, ya kuona mbali kabla mambo hayajatokea, ya kuona mbali in the name of Jesus, katika jina la Yesu. Bwana nimejitoa Bwana mbele zako, nisimame na kazi yako na ufalme wako Bwana. Ninaomba Bwana macho yangu yafunguliwe Bwana. Ikiwa kuna vyakula nilikula, ikiwa kuna sehemu nilikanyaga, ikiwa kuna vitu nilishiriki vikazuia uono wangu, vikazuia macho yangu kuona, Baba ninaomba rehema, ninaomba unitakase. Mwambie Bwana akurumie, akutakase, aondoe ukungu ulioweka kwenye macho yako ya rohoni, unaokuzuia usione mbali, unaokuzuia usione maadui. Bwana Yesu, ninaomba rehema zako Bwana. Tusaidie Bwana. Tusaidie Bwana, tusaidie Bwana walinzi. Bwana jinulie walinzi wako Bwana, watakaosimama kuombea dunia, watakaosimama kuombea ufalme wako, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Watakaosimama Bwana, utakaoonyesha mipango ya adui iliyopangwa mbali, utawaonyesha na wataomba, wataharibu hiyo mipango ya giza inayopangwa dhidi ya kanisa, inayopangwa dhidi ya watumishi wa Bwana. Bwana Yesu, Bwana tumiminie nguvu zako Bwana, tumiminie nguvu za ulinzi Bwana. Bwana umetuweka kwa walinzi, tuna uhakika na silaha, maana Bwana wewe umetuweka kwa walinzi, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu. Hiyo nguvu ya kuomba, hiyo nguvu ya kuomba, hiyo nguvu ya kuomba, hiyo nguvu ya ulinzi, hiyo nguvu ya kuona mbali, kwa jina la Yesu, na kuharibu hiyo mipango ya giza inayopangwa dhidi ya kanisa, inayopangwa dhidi ya watumishi wa Bwana, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Watu wanapita right now, watu wanapita right now. Unaharibu kila nguvu ya giza iliyoweka uzito wa maombi, iliyoweka uzito wa kuomba kwa walinzi ambao Bwana umetukusudia ndani ya nchi ya Tanzania, ndani ya Afrika, ndani ya dunia nzima. Umetuita tuombe, umetuita tuombe, umetuita tuombe Bwana. Baba ninaomba kamimini nguvu Bwana, unyanyue jeshi la wanawake wanaoomba Bwana, watakaoharibu mipango yote ya shetani iliyopangwa dhidi ya dunia, dhidi ya kanisa Bwana. Utusaidie Bwana, uturehemu Jehova Jire. Usiruhusu mabaya akatupata Bwana, usiruhusu Bwana tukalala usingizi. Utupe nguvu ya kuomba, utupe nguvu ya kuomba, utupe nguvu ya kuomba, utumiminie nguvu ya kuomba, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Tumiminie Bwana nguvu ya maombi Bwana, ulishikilie mwenyewe kanisa lako. Hiyo mipango ya adui anayoipanga dhidi ya kanisa, ninaisambaratisha kwa damu ya Yesu, ninaibomoa kwa damu ya mwana kondoo. Hiyo mipango ya giza dhidi ya kanisa la Bwana, pigwa, achilia kwa damu ya Yesu. Haleluya Bwana, asante.
Ninaomba Bwana ukaepushe mabaya yote yaliyopangwa dhidi ya kanisa lako Bwana. Mabaya yote yaliyopangwa dhidi ya utumishi wako wa kweli, wanaosimama na kweli yako, wanaosimama na neno lako. Hiyo mipango yote mibaya ninayaharibu kwa damu ya Yesu. Ninaibomoa kwa damu ya mwana kondoo. Hiyo mipango ya giza ninaibomoa kwa damu ya Yesu. Ninaiharibu kwa damu ya mwana kondoo. Hiyo mipango ya kuzimu sambaratika kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, omba kwa ajili ya mchungaji wako. Biblia inasema kwamba akipigwa mchungaji kondoo anatawanyika. Omba kwa ajili ya mchungaji. Shetani amewekeza nguvu kubwa sana ya kuangusha watumishi wa Mungu wanaosimama na kweli ya Mungu. Omba Bwana amrehemu, amsamehe mchungaji wako anayeongoza maisha yako, anayekuongoza katika jina la Yesu. Baba, nakuja mbele zako mfalme wa amani. Yesu, ninaomba kwa ajili ya mchungaji wangu ambaye Bwana amenipatia, mfalme wa amani. Ninamleta kwako mchungaji Obed Katunzi Bwana. Ninamleta Jehova Jireh, Jehova Shama. Ninaamini ya kwamba Bwana wewe ndio uliyemuita katika kazi Bwana, na nasimama katika kweli yako Jehova. Ninaomba rehema juu yake mfalme. Ninaomba achilia rehema zako Bwana. Umhurumie Bwana, umsamehe ikiwa kuna dhambi mbalimbali alizofanya, ikiwa kuna malango mbalimbali aliyofungua adui. Baba, ninaomba rehema. Ninaomba mrehemu Bwana, msamehe, mtakase kwa jina la Yesu. Omba kwa ajili ya mchungaji wako. Omba kwa ajili ya mchungaji wako. Na wewe ambaye una wachungaji wengi, lazima uwe na mchungaji mmoja ambaye atakutolea hesabu. Sio kila mtu ni mchungaji wako. Unakuwa na mchungaji huyu na huyu, unakuwa na wachungaji kama watatu, kila mmoja anatoa fungu la 10 kwake. Lazima uwe na mchungaji mmoja ambaye anakuhudumia katika ulimwengu wa roho. Mungu amempa nafasi akuhudumie katika maisha yako. Baba, ninaomba kwa ajili ya mchungaji Jehova. Ninaomba Bwana wa milele, ninaomba Bwana umuoshe kwa damu yako, mtakase mtumishi wako Bwana. Ninamleta mikononi mwako. Omba kwa ajili ya mchungaji wako. Omba kwa ajili ya mchungaji. Baba, ninaomba rehema zako juu yake. Ninaomba Bwana ufute hatia zote, mashtaka na mashtumu, na kila mipango ya shetani ambayo anaipanga dhidi ya mchungaji Obedi. Ninaharibu hiyo mipango kwa damu ya Yesu. Ninateketeza mikakati ya kuzimu, kila mlango yote ya giza iliyofunguka dhidi yake. Ninaifunga milango right now. Ninaifunga milango right now in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Kila mipango ya giza iliyopangwa dhidi ya mchungaji Obedi, ninaiharibu ya mipango, na teketeza ya mipango kwa jina la Yesu. Kila nguvu ya giza iliyotumwa dhidi yake, iliyotumwa dhidi ya kazi ya Bwana, ninaharibu kwa damu ya mwana kondoo. Mashetani wote wa giza mliotumwa ili kumwangusha, ninaamuru moto wapige kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Now I decree in the name of Jesus, mashetani kutoka north, east, south and west, pande zote za dunia, mlokuwa assigned kupambana na mchungaji wangu, kwa damu ya Yesu, mlokuwa assigned kupambana na, ninawazingira kwa moto, ninawafunga na minyororo ya moto na kuwatupa kuzima. Hamna nafasi juu ya mchungaji Obedi. Hamna nafasi kwa damu ya Yesu. Hamna nafasi, hamtaweza. Mtakachojaribu kufanya juu yake, watu walipokee. Watakapojaribu kutaja jina lake popote, uacha moto wafunike, uacha moto wateketeze in the name of Jesus. Whatever evil plans wanazopanga dhidi yake, ninaharibu hizo plana, ninabomoa hizo plana, nateketeza hizo plana kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaachilia moto, naachilia upanga wa moto, naachilia upanga wa moto uharibu kila mikakati ya giza iliyopangwa dhidi ya mchungaji kwa damu ya Yesu. Hiyo mipango ya giza ninaipiga na sambaratisha, ninaiharibu kwa damu ya mwana kondoo. Hiyo mipango yao ninailipua kwa jina la Yesu. Yaliyopangwa kwa siri yawe wazi kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, in the mighty name of Jesus, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaomba Bwana ulinzi wako juu yake. Ninamtenga na kila roho za giza zilizotumwa dhidi yake, roho zote za kuzimu kwa jina la Yesu. Ninaharibu, ninateketeza, ninang'oa kila mapando yasiyopandwa na Baba mbinguni ndani ya moyo wake. Nang'oa. Hebu ng'oa kila mapando ya giza yaliyopandwa ndani ya mchungaji wako, mapando yasiyopandwa na Baba mbinguni. Hebu ng'oa mapando, yang'oa mapando
mapando, yang'oya mapando, unapongoya na ngoka, unapongoya na ngoka, unapongoya na ngoka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Ninaomba Bwana moto wa Roho Mtakatifu kamzingire, azingirwe na moto wa Roho Mtakatifu. Kila adui yake atakayejaribu kumsogelea akutane na moto, akutane na moto, akutane na moto. Waliovaa ngozi ya kondoo ili kuja kumwatake, lakini ndani ni mbwa mwitu. Ninaamuru kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, hizo ngozi za zichanike, hizo ngozi za ziondolewe, hizo mask alizovaa ili kuleta uharibifu ninaziharibu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu. Ninaomba mshikilie kwa neema yako, atembee katika ile mapenzi yako, atembee katika utakatifu wako, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante Bwana, kwa jina la Yesu, akatembee katika ile mapenzi yako Bwana, akatembea katika yale makusudio yako Jehova Jire, Jehova Shama Elishadai, akatembea katika yale ambao Bwana amekusudia akatembea kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu, ninaomba mlinde Bwana na nguvu zako katika jina la Yesu. Hallelujah. Bwana Yesu, ninaomba ulinzi wako juu yake Mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Sasa tuende tuombe kwa pamoja kwa ajili ya wachungaji wote ambao wanasimama na kweli ya Mungu. Bwana akawashikilie huko waliko, wakatembee na mapenzi ya Bwana. Bwana akawalinde kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Ninaombea watumishi wako mbalimbali ambao wamesimama na kweli yako, na shetani ameinulia vita, shetani ameinulia vita. Bwana, ninaomba ulinzi wako juu yao, ninaomba ulinzi wako juu yao, mabaya siwapate kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Kila mipango ya giza iliyopangwa dhidi ya kanisa la Bwana, dhidi ya watumishi wa Mungu kweli wanahubiri kweli yetu na yako na utakatifu, Bwana, ninaomba ulinzi wako juu yao Bwana. Ninaomba achilia ulinzi katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Ninaomba achilia ulinzi kwa damu ya Yesu. Uwalinde Bwana kwa damu ya Yesu dhidi ya kila mipango mibaya giza, kwa jina la Yesu. Waliobeba agano lako, waliolibeba agano lako Bwana, watumishi wako waliobeba agano lako, walindwe na nguvu za Bwana, walindwe na neema ya Bwana. Ninawatenga na roho ya mauti, ninawatenga na roho za magonjwa, ninawatenga na roho za giza zinazofuatilia. Achia kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Omba. Biblia inasema wapeni watu vitu nanyi mtapewa kiasi cha kujaa, kushindiliwa, kusukwasukwa na kumwagika. Unaposimama kuombea watumishi wa Mungu, kumbuka Bwana atafanya kwako zaidi ya vile unavyoomba. Bwana atakutendea na wewe kwa jina la Yesu. Kuna mambo hutayaombea kwa sababu tayari unasimama na ufalme wa Mungu. Bwana atakupatia vile ambavyo hata hujaomba kwa jina la Yesu. Ninaomba ulinzi juu ya watumishi wa Mungu, walindwe na damu ya Yesu, mabaya siwapate kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Asante Bwana Yesu, asante Mfalme. Nenda mbele za Mungu kwa ajili ya mchungaji wako ambaye Mungu amekupa kukuongoza katika mambo ya kiroho. Simama mbele za Mungu, muombe watu wake walio karibu naye, shetani asiwatumie ili kuharibu utumishi aliopewa na Bwana, ili kuharibu mpango wa Bwana juu ya maisha yake. Baba, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako kwa ajili ya mchungaji Bwana ambaye umenipatia Bwana kwa ajili ya kunilea katika ulimwengu wa roho Bwana, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Ninaomba Bwana watu wote wanaomzingira mchungaji Obedi wazingirwe na watu walio karibu naye, walindwe na damu ya Yesu, walindwe na damu ya mwana kondoo. Kila mipango ya giza, kila mikakati ya giza ambayo shetani anaipanga kutumia watu wake wa karibu ili kuharibu kusudi la Bwana, ili kuondoa mpango wa Bwana, ninaharibu ya mipango, ninaharibu ya mipango, ninaisambaratisha mipango ya giza kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, ninaharibu kila mipango yote ya giza iliyopangwa, kila kakati ambao shetani anautumia ili kuharibu karia mtumishi wa Bwana, ili kuharibu kusudi la Bwana. Kwa jina la Yesu, kutumia watu walio karibu naye, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu, ninapitisha moto upite uteketeze, uharibu ya mipango kwa jina la Yesu. Watu wanaomzunguka, watu walio karibu naye, walindwe na damu ya Yesu, walindwe na damu ya Yesu, walindwe na damu ya Yesu. Ninafunga kila milango yote ambayo shetani pengine nataka itumie kwa ajili ya uharibifu kwa watu walionao karibu. Ninafunga milango ya dhambi, ya milango ya giza kwa jina la Yesu.
Ninaombea wana watu wake wa karibu, wanaomshauri, wanaotenda naye kazi Bwana, kwa damu ya Yesu wasitumiwe na shetani kuharibu kusudi la Bwana. Hawatatumiwa na shetani kwa jina la Yesu. Hawatatumiwa na adui in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Watu waliotumwa ili kuharibu kusudi la Bwana, watu waliotumwa ili kuharibu mpango wa Bwana na wametumwa kuwa karibu kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Wote waliotumwa kuwa karibu na agenda yao ni kuleta uharibifu, wamekuja wakivaa ngozi ya kondoo lakini ni mbwa mwitu. Ninaachilia moto wateketeze, uharibu ya mavazi yao ya nje waliyovaa kujificha, wawekwe wazi, mipango yao iwe wazi, mipango yao iharibike kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, ukampe watu sahihi wa kutembea naye katika kazi hii ambao Mungu umempa. Ukamwinulie wanawake na wanaume kutoka kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, pande zote za dunia, waje watende kazi na mtumishi wako ambao Bwana umewakusudia, ambao Bwana uliwaandaa kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu. Waje kwa jina la Yesu, waje kutoka pande zote za dunia, waje kwa damu ya mwana kondoo. Kila kinachozia kiwaachilie, 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 kiwaachilie. Kila kikwazo kilichosimama mbele yao ili kuwazia, kiwaachie katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila mipango ya giza ninaisambaratisha, ninaiteketeza right now in the name of Jesus, katika jina la Yesu. Baba, ninaomba kwa ajili ya madhabahu. Omba kwa ajili ya madhabahu ambako unapata neno la Mungu. Iombe madhabahu, iombe ulinzi wa Mungu, iombe ulinzi wa Mungu. Kila mkakati wa giza uliopangwa dhidi ya madhabahu uharibu kwa jina la Yesu, maana wewe ndio umewekwa mlinzi hapo. Umewekwa mlinzi hapo kuzuia mipango yote ya shetani isipate nafasi juu ya madhabahu. Ninasimama Bwana kuomba kwa ajili ya madhabahu ambao Bwana ameichagua. Niweko hapo na nilishwe hapo neno lako. Ninaomba ulinzi Bwana kwenye madhabahu kwa jina la Yesu. Ninaharibu kila mipango ya giza, kila kati ya giza. Taka achilia, taka achilia, taka achia, achia kwa damu ya Yesu. Kila milango yote ambayo shetani alikuwa anaitumia ili kuingiza agenda zake kwenye madhabahu ya Bwana, ninafunga milango ya giza, ninaifunga kwa damu ya Yesu. Hiyo milango ya kuzema kwa jina la Yesu haina mamlaka juu ya madhabahu ambayo Bwana umeichagua nilishwe hapo kwa damu ya mwana kondoo. Ninafunga kila milango ya giza, milango ya dhambi, ninaifunga kwa damu ya Yesu. Ninasambaratisha mipango ya kuzimu, ninaibomoa mipango ya giza, sambaratika kwa damu ya mwana kondoo kwa jina la Yesu. Kila chakula cha kuzimu, kila chakula cha kishetani kilichotumwa hapo kwenye hiyo madhabahu ili kuharibu watoto wa Bwana, ninachoma na teketeza hiyo shehena ya vyakula vya kuzimu, mafundisho ya kipepo, mafundisho ya mashetani, ninayachoma kwa damu ya Yesu, ninayachoma kwa damu ya mwana kondoo, ninayachoma. Haya mafundisho ya kuzimu hana nafasi juu ya madhabahu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Omba kwa ajili ya madhabahu ambao Bwana amekupanda hapo. Iombe, iombe, ombea mafundisho yanayotoka hapo yatoke mbinguni kwa jina la Yesu. Haribu, haribu kila mipango ya giza, kila mikakati ya kuzimu iliyopangwa dhidi ya madhabahu. Haribu in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, kwa jina la Yesu. Bwana, ninaomba Bwana, mimina gala lako la chakula kutoka mbinguni Bwana. Ulimimine juu ya mtumishi wako Obedi Katunzi mafundisho ya kweli. Omba kwa ajili ya mchungaji wako, omba kwa ajili ya mtumishi wako ambaye Bwana amekupatia. Muombe Bwana akamiminie mafuta ya kweli, akamiminie neema ya kusema kweli bila kuogopa chochote. Asimame na kweli ya Mungu kwa jina la Yesu. Asante Bwana kwa ajili ya mtumishi wako. Ninaomba Bwana ukampe chakula cha uzima. Miminie Bwana mafuta ya uzima. Asimame katika kweli, atembee katika kweli yako, atembee katika mapenzi yako kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Asifanye lolote bila kukuuliza Bwana. Akuulize Bwana, asiende kinyume na mapenzi yako. Kila maamuzi atakayoyafanya yatoke katika moyo wako Bwana, yatoke katika moyo wako Jehova, kwa jina la Yesu. Maamuzi yote Bwana yatoke kwako. Asifanye maamuzi yote yaliyo kinyume na mapenzi yako kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Muinulie Bwana Aruni na Uri, watakaoinua mikono yake, watakaomwombea. Muinulie wanawake, wanaume, watoto, vijana, watakaosimama kumwombea kwa damu ya mwana kondoo, watakaotegemeza mikono yake kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante Bwana, katika jina la Yesu Kristo.
Ninaomba Bwana anaposimama madhabahuni asikie sauti yako. Iombe madhabahu ambayo inakulisha neno la Bwana. Omba shetani asipate nafasi kwa jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo ninaomba ulinzi wako Bwana. Ukalinde madhabahu yako Bwana. Usiruhusu lolote baya litokee katika madhabahu yako Jehova Jire, Jehova Shama, kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wangu na baba yangu, kwa jina la Yesu. Wakati huu unaweza kuomba Mungu kwa ajili ya ibada nzima ambayo itafanyika kanisani kwako siku ya kesho. Mwambie Bwana akajidhihirishe na nguvu zake. Bwana akakuhudumie kwa namna sio ya kawaida. Baba, ninaomba kwa ajili ya ibada ya kesho. Ninaomba Bwana ukatuhudumie Bwana, ukatuponye Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Kila mipango ya giza iliyopangwa dhidi yetu na isambaratisha. Kila uzito wote wa kutuzuia kwenda ibadani, ninauondoa kwa damu ya Yesu. Kila mkakati wa giza uliopangwa kuzuia tukuja kanisani, ninauharibu kwa damu ya mwana kondoo. Baba, ninaomba ulinzi wako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia maombi haya, na niweze tu kukuambia kwamba Mungu amekuamini na anataka usimame kwenye nafasi yako. Na wakati nikiwa napata hili swala la kwamba inafika point lazima tujifunze kusimama na ufalme wa Mungu, na tusiwe tu ni watu ambao tunataka tu Mungu tu prayer point tutakujiombea wenyewe. Lazima pia kujitoa kuomba kwa ajili ya wengine. Biblia inatuambia kwamba lazima tujitoe kuombea wale wanaotuongoza. Lazima usimame kwenye nafasi yako uombe. Kuna mambo mabaya yataondoshwa kwa maombi yako. Kwa hiyo hii ni utaratibu ambao unajiwekea, na sio tu Jumamosi. Unaweza kuona ratiba zako katikati ya wiki. Tenga muda wa kuombea kazi ya Mungu, kuombea kanisa unalosali, kuombea mchungaji, lakini pia ombea wachungaji pia mbalimbali duniani. Waombee watembee katika mapenzi ya Mungu, watembee katika makusudio ya Mungu, na Mungu atakusaidia. Mungu atakuwezesha, na kadiri utakavyoendelea kufanya hivyo, ni kuhakikishie 100%. Ukifanya hivyo kabisa kwa moyo wako wote, kusimama kuombea watumishi wa Mungu, Mungu atakupandisha viwango vya kiroho. Hautokuwa level zile zile. Bwana atakupandisha kwa sababu anajua kabisa wewe anapokupandisha vile ana faida. Ana faida na wewe na ufalme wake unasimama kuombea. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Jitengee muda kuombea watumishi wa Mungu, kuombea wengine. Tenga muda. Unapofanya vile, Bwana anafanya zaidi kwako. Bwana anaendelea kukupandisha viwango hata viwango. Asante sana. Basi nikutakia wakati mwema na maandalizi mema ya siku ibada katika jina la Yesu Kristo. Amen.